Eti AI anasema niko hapa kukusaidia. Niulize kila kitu nitakujibu. Watumishi wenzangu hao sasa kwenye simu akienda AI anauliza, yani ili neno limevuviwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Mlokole, na kama uko hapa kwa jina la Yesu aliye hai, anza kupokea uponyaji na uache mara moja. Jamani, amina. Unatafuta ujumbe kwa AI? Are you serious? Huyu ni Mungu mwenyewe amejifunua kwenye maandishi haya. Unaposoma wewe neno, Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Unaongea na Mungu moja kwa moja. Usipate vitu kwa AI. Narudia tena, katafute maarifa mengine, lakini sio kuhusu Mungu. Ukitaka kujua kuhusu Mungu, wako watumishi waliopakwa mafuta na sio akili ya bandia. Nimekuja kukuambia wewe ni mtu wa thamani. Rehema za Mungu ziko wazi kwa ajili yako. Ile neema ya Bwana imeachiliwa tena kwa ajili yako. Ni majira ya kutumika, ni majira ya kushambulia kiunga kwa kiunga, kuhakikisha unamzalia Mungu matunda kwa namna yako wewe. Ukiwa kazini, wewe ni barua. Someka vizuri, wewe ni wa thamani. Jana nilikwambia wewe ni mgodi. Acha watu waje wachimbe dhahabu kwako iliyo safi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nilikwambia sisi ni watu wa thamani. Ngoja nikupe ushuhuda huu namaliza, na kesho msiache kuja, sawa jamani? Na Mungu ameniahidi kufanya vitu vikubwa kwenye hili wiki. Jana nilikwambia hivi, Mungu alisema na mimi kabisa. Sasa wewe kwa sababu ni mvivu wa kuomba, ni mvivu wa kusoma neno, mtu akisema Mungu amesema na mimi unashangaa alisemaje? Ndo alisema. Waswahili wanasema utamu wa ngoma ingia ucheze mwenyewe. Mafanikio ya kiroho yako kwenye magoti, yako kwenye neno la Bwana. Kula gombo la chuo litakusaidia, litayanyosha mapito yako. Jana nilikwambia tumekuwa wavivu. Yaani watu wanataka wakija hapa sio umwambie yale yanayotakiwa, anataka vitu vya kusisimua akili. Ukifika hapa, haya pokea magari. Wewe upokee magari, umefanya nini? Pokea kazi. Upokee kazi, unaamka saa 6. Utaenda ukafanya kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanayo amani nyingi, wanayoipenda sheria ya Bwana, wala hawana chochote cha kuwakwaza. Jamani, haleluya. Nakwambia utajiri wa Mkristo ni maarifa kuhusu Mungu na ufahamu. Sio pokea. Kuwa mtafiti. Usione vyaelea vimeundwa, wewe kuwa mtafiti, mwana wa Mungu. Biblia inasema iweni na akili. Watu wanamuongelea AI sana. Kuna mahali nilihubiri nikamsema huyo AI. Unajua mimi sijakukataza unayemtumia AI. Lakini nataka nikwambie, nilisikiliza waimbaji, mwimbaji kabisa nilimsikiliza kwenye mitandao, labda na umemsikia. Anasema sasa hivi AI anaimba, kwa hiyo sisi hatutaimba tena. Alafu huyo AI wanasema ni akili bandia. Hivi unaelewa? Ni maajabu. Ngoja nikwambie, namna ulivyoumbwa wewe ni kwa jinsi ya ajabu. Una kitu cha tofauti ambacho hata wataalamu wa sayansi wangehangaika vipi, hawawezi kuchomoa jitu kama wewe. Watatengeneza mfano
aliposema shetani ni kama simba au ngurumaye. Anaweza akaunguruma mfano wa simba, lakini sio simba, ana makali wewe. Mimi ninasema tupo kwenye nyakati za maarifa kuongezeka. Tusipoangalia eti AI anasema niko hapa kukusaidia, niulize kila kitu nitakujibu. Watumishi wenzangu hao sasa kwenye simu akienda AI anauliza, yani ili neno limevuviwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Mlokole, na kama uko hapa kwa jina la Yesu aliye hai, anza kupokea uponyaji na uache mara moja. Jamani, amina. Unatafuta ujumbe kwa AI? Are you serious? Nyie watu nyie, Mungu analia kuliko wewe unavyoweza kulia unapopoteza mtoto wako. Vile Mungu alikuthamini analia. Kesho nitaongea vitu vingi zaidi. Analia Mungu. Haya, unaingia kwa AI, anakuambia unataka kutunga ujumbe gani? Anakupa point ya AI, unakuja umetujazia daftari. Umejaza daftari, watu wanaandika mpaka wanasinzia. Akafika pale akasema, kwa hiyo ukiwa ndani sio vya rohoni, hajui chochote, yeye mwenyewe anaongea tu. Anaongea kama historia. Nataka nikwambie neno la Mungu sio historia wewe. Neno la Mungu ni hai. Huyu ni Mungu mwenyewe. Amejifunua kwenye maandishi haya. Unaposoma wewe neno, Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Unaongea na Mungu moja kwa moja. Usipate vitu kwa AI. Narudia tena, katafute maarifa mengine, lakini sio kuhusu Mungu. Ukitaka kujua kuhusu Mungu, wako watumishi waliopakwa mafuta na sio akili ya bandia. Wana wa Mungu, ninasema hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito ya Bwana. Usimfananishe Mungu na chochote wewe. Usimlinganishe Mungu na chochote wewe. Alikuumba ufuate maelekezo kutoka kwake. Amekuumba kwa jinsi ya ajabu. Alitoa maelekezo pale bustanini, akamwambia Adamu, nimekuweka hapa ulime bustani na kuitunza. Akampa mpaka masharti ya kula. Hauwezi ukapata maelekezo kwa AI. Nenda katafute vitu vingine. Lakini nikija swala la kukutana na Bwana, nenda katulie na Bwana. Anataka kusema na wewe. Nenda kamuite Bwana. Akili yako itaharibika wewe. Akili yako itadumaa.